Kama wizara kwanza tunahamasisha na kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na umuhimu wa mnyamapunda kwenye uchumi, haswa katika jamii ya watu wa chini. Tunaona ndio wanamtumia sana punda. Kwa hiyo kama wizara tutaendelea kutoa hamasa, kutoa elimu ya namna ya kumtunza mnyamapunda, namna ya kuhakikisha kwamba ustawi wa wanyama unafuatwa au unatekelezwa vizuri, ili kuhakikisha kwamba wanyama wote wanatunzwa ipasavyo, wanakuwa na malisho, wanakuwa na sehemu ya kulala, anapata maji, anapata matibabu na huduma mbalimbali ambazo mnyama anahitaji kupatiwa. Na tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi namna ya kumtunza sasa huyu mnyama, kuhakikisha kwamba kunakuwa na matumizi endelevu, waendelee kuwepo zaidi na zaidi. Kwa hiyo kama wizara tunaona kwamba kwanza hawa punda wanapungua sana. Tunaona kwamba walikuwa wanachinjwa, ngozi yao inauzwa kiharamu, lakini ikapelekea idadi ya punda kushuka sana. Kwa sasa hivi kama wizara tumeamua kustopisha zoezi la kuchinja nyama ya punda, ili waendelee kuzaliana na waendelee kuwepo kwa wingi. Kwa hiyo maadhimisho haya katika mkoa wetu wa Geita tunaishukuru serikali, hasa Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kukubali, lakini pia kwa kuridhia maadhimisho yafanyike katika mkoa wetu wa Geita. Hii itasaidia sana, kwanza kuongeza fahamu kwa wananchi, kuongeza elimu kwa wananchi, na kuzidi kueneza taarifa njema kuhusu mnyama huyu ambaye kama nilivyosema hapo awali ni kwamba amesahaulika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na tukio zuri. Tumeona tufanye matibabu kwa wanyama siku ya leo. Takriban tumehudumia punda 60 kwa siku ya leo, ambapo tumeona matatizo makubwa ni vidonda, pia minyoo, lakini pia ulemavu wa miguu, hasa wale ambao wanapanda kule milimani wakishuka, kwa wanapata miguu inapata shida. Kwa ndio shida kubwa sana ambayo tumehudumia kwa siku ya leo, ambapo takribani punda 60 wameweza kupata hii huduma. Kwa hiyo kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya punda duniani hapa Mgusu, mwitikio wa wananchi umeonekana uko juu. Wengi wameitikia na wengi wameweza kuleta punda, hasa vijana wanaofanya kazi katika huu mgodi wa Mgusu. Tunafaidika kwa vitu vingi, kwa sababu watusaidia kimadawa, pia watusaidia kutibu wanyama wetu, wakea vizuri. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kwa msaada wao, waendelee kuwa na moyo huo. Tumeweza kuokoa punda 700 ambao kipindi cha nyuma punda zilikuwa zinakufa ovyo ovyo, lakini kulingana na shirika hili limetupa semina na mafunzo, na sasa hivi punda hazifi ovyo ovyo, labda ni bahati mbaya.